Wabunge wa Tana River wanataka Wizara ya Usalama wa Ndani kurekebisha maelezo kuhusu sehemu zilizowekwa chini ya ulinzi kwa ajili ya mradi wa kituo cha idara ya ujasusi NIS eneo la Masalani, ambao umezua utata miongoni mwa wakazi wa Tana River wanaoishi eneo hilo. Wakiongozwa na mbunge wa Galole Saidi Ribae, baada ya kupata fursa kutembea eneo hilo la mradi, wametaka kuainishwa kwa maeneo ya mpaka wa mradi huo. Tulishtakia mambo haya kwa serikali na serikali ikatoa mwongozo. Ndio maana leo tulikuja tukapata ruhusa kutoka kwa Director General wa NIS ili tuende tukatembelee mradi huo ambao kwa unafanyika na kuangalia hasa ile mipaka ambao kwa ya hiyo project. Na tulienda huko na wazee wetu wote wa county ya Tana River, tukaenda tukaangalia, tukazungushwa kila mahali. Na ile mipaka imetofautiana na ile ya gazette notice, kwa sababu ni sehemu ambayo kwa imewekwa ua au imewekwa fence, ndio sehemu ambayo kwa ilikuwa waziri anaizungumzia. Kwa hivyo tulionyeshwa hiyo fence na sisi tulifanya mkutano mzuri sana leo, tukawajulisha watu wetu mambo hayo na wamefurahia, lakini wameomba kwamba ile gazette notice haiambatani na ule mpaka ambao kwa tumeuona katika project hiyo. Kwa hivyo kama viongozi tutashughulikia jambo hilo, tujulishe serikali ili waibadilishe ile gazette notice ili iangazie kwa kinaga ubaga kwamba mpaka ni ile sehemu ambayo kwa imeweka tu peke yake ile fence, lakini sio zile sehemu ambazo kwa zimetajwa katika location ya Jamhuri na Kinakomba location. Mbunge wa Bura Yakubado na mwenzake wa Garsen Ali Wario wakitilia shime kuondolewa kwa sehemu ambazo hazadhiriwi na mradi huo. Wasiwasi ya watu ilikuwa ni kwamba majina mengi yametajwa kutoka Fanjua, Majengo, Masalani hadi Kilindini huko. Sasa ombi la wananchi ya Tana River ni kwamba hiyo project gazettement hiyo ambayo imefanyika iweze kubadilishwa ili majina hayo ambayo yametajwa ambazo haziko karibu na hiyo project iweze kukua nje na isikuwe imeathirika, na bali waweze kueleza venye wametueleza kwamba hiyo mipaka ya hiyo project itakuwa katika ile fence ambayo tumepewa. Ya pili, kulikuwa na siasa mbaya ambayo watu walikuwa wanaambiwa kwamba watu watafurushwa ambao wamekaa maeneo haya kwa miaka na mikaka. Tumedhibitisha na tumeambiwa na serikali ya kwamba hakuna atakayetolewa katika shamba lake wala atakayetolewa katika nyumba yake kwa sababu ya hii project. Hii ni project ya national government. National government sio county ya Garissa wala sio county ya Tana River. Tunaomba pia waziri arekebishe ile gazette notice, aseme ni ile sehemu ambayo kwamba imekuwa fence, na jina akitaka hiyo sehemu waongozi ama wananchi watapeana hizo majina hiyo sehemu. Lakini sehemu nyingine hata village ya mheshimiwa imetajwa, lakini hata haikaribiani hata na miradi. Iko karibu kilomita ngapi kutoka kwa miradi? Kwa hivyo hiyo ni fikra potovu ilikuwa watu, sisi pia tumeelewa vibaya, lakini leo tumefahamu miradi na tunaunga mkono miradi ya serikali 100%. Hiyo David Koske aidha amehakikishia wakazi uwazi na nia njema ya serikali kuhusu mradi huo unaonuiwa kupiga jeki mikakati ya kiusalama eneo la Tana River, Lamu na kaskazini mashariki mwa Kenya. Na nataka nithibitishe mbele yenu kwamba hiyo miradi ambayo iko kule, kama vile viongozi wameongea, ni ya serikali kuu na ni yenu, ya wananchi wa Kenya yote. Nani kwenu? Ona, sisi tunaishi karibu na Boni Forest. Nchi ya Somalia iko karibu na sisi. Hao maafisa wa polisi ambao wako hapa wanapitia shida mingi. Sababu tumepewa KBR ni sababu usalama kwetu sio mzuri. Kwa hivyo serikali kwa heshima kwa National Security Council walipitisha ijengwe hiyo miradi isaidie northern part of Kenya, Lamu, Garissa, Tana River mpaka upande wote wa coast, kwa kukinga wagaidi ambayo wanaweza tokea kule. Kwa hivyo sikiza, siasa na usalama weka kando. Shida ya Tana River ni mambo ya usalama. Ile sehemu imefenziwa kule ni sehemu ambayo serikali imesema ni ya hiyo miradi peke yake. Msikize kwangu, ile sehemu peke yake imewekwa fence ni
peke yake 30 meters kutoka fence, ukienda kule kuhesabu 30 meters itafagiliwa, itafyekwa ikuwe clean. Lakini kutoka 30 meters jenga boma yako, hakuna mtu ataguza wewe. Jenga. Wapi chief ya area hii? Yote 9 wabunge wanataka serikali kuhakikisha mradi huo utakuwa na manufaa kwa wenyeji kwa kuwaletea maendeleo karibu nao. Sisi watu wa Tana River tumebaki nyuma muda mrefu kwa ajili ya kupinga miradi muhimu za serikali. Kwa hivyo sisi waongozi leo tumeenda kujionea tukiwa na wazee, tukaona miradi iko sawa na tunasema miradi ya serikali iendelee, lakini maendeleo ya watu wetu ifanyike. Kama ni zile barabara zitengenezwe, zile bridge, mashule, miradi za maji, wameomba hizo vitu. Kuna barabara ambayo inatoka hapa Boji, mheshimiwa atahitaji mwenyewe hapa, ambayo inasumbua sana watu hapo. Shule, maji kwa shule, maji kwa vijiji na vijana kuajiriwa kazi. All those CSR projects lazima watu wa Tana River waweze kupata haki yao ili watu wetu waweze kuona manufaa ya hii project. Tunataka washughulikie jambo hili kama vile unavyojua barabara ya Boji Road imefanywa tamaka upande huu wa Western na Eastern, lakini hapa katikati kuna barabara, hiyo barabara iko na about 5.3 kilometers ambayo kwa haijashughulikiwa. Na wao tumezungumza na serikali, wamesema watatafuta pesa ambayo kwa wataweka ili kumaliza mradi huo, kwa sababu ni muhimu sana kwa wale watu ambao kwa wanakaa sehemu hizo za Jamhuri na Kinakomba, pia na kwa huo mradi ambao kwa umefanywa wa serikali sahihi. Pia wameahidi mambo ya maji, watashughulikia katika hizo vijiji ambavyo kwa viko Jamhuri, watatengeza boreholes. Pia wameahidi mambo ya kutengeza dispensary au maternity ambayo kwa inaweza kuwasaidia kina mama huko. Pia wameahidi kuwa watashughulikia kurekebisha shule ya Kilindini Gubani Primary School, wairekebishe ili irudi hali nzuri ya kawaida na miradi mingine. Dennis Maithia, KYTV, eneo la Majengo, kaunti ya Tana River.